Mtazamaji wa JNR Mtita TV, karibu sana hapa. Mimi naitwa Abuali, niko na mzee wa data Ramadhan Bwaduke. Mzee wa data, kocha Emers amemuita Pacome Zouzoua wa Yanga kwenye kikosi cha timu ya taifa cha Ivory Coast. Unadhani nini ambacho kitakuwa kimemshawishi kumuita Pacome, na ni mchezaji pekee kutoka bara la Afrika ambaye anacheza hapa ndani kuitwa, na tunafahamu kule kuna mastaa wazito wakubwa ambao wanacheza Ulaya na maeneo mengine ambapo ligi kubwa duniani? Nadhani hakuna siri nyingine isipokuwa ni ubora eneo la kuchezea. Bas, la pili ni juu ya ubora wa ligi anayoichezea. Ligi kuu Tanzania bara kwa mujibu wa vigezo vya CAF ni ligi nambari 5 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tuna ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Afrika Kusini, ligi kuu ya Algeria. Wao Ivory Coast ligi kuu yao ni ligi namba 10 kwa ubora barani Afrika. Lakini pia na klabu anaichezea Yanga ambayo inashiriki kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na hivyo inatoa fursa kwa yeye kuonekana vyema zaidi. Lakini ligi kuu Tanzania bara sio tu kama nambari 5, lakini pia inaonekana dunia nzima. Mwenye haki ya matangazo ameiwezesha ligi kuu Tanzania bara sio tu kuangalia kwa zile traditional ways kupitia TV, unaweza kutumia gadgets nyingine, vifaa vingine, simu janja, vishkwambi na maanisha iPads, kwenye kompyuta mpakato, kompyuta ya mezani. Kwa ujumla wake inafanya ligi kuu Tanzania bara miongoni mwa ligi zinafuatiliwa na watu wengi duniani. Sasa kocha Emers maana yake ana uwezo wa kuwa popote duniani alafu bado akafuatilia wachezaji wake waliopo katika ligi kuu Tanzania bara ili kuona namna gani wanaweza wakafiti kwenye mifumo yake ya kucheza. Sasa kubwa ni pa kuchezea, vingine vyote vya nyongeza, kwa sababu hata angekuwa mzuri vipi kama ligi yenu haionekani, kocha vinginevyo ile ya kuone lazima aje kushuhudia mchezo uwanjani, jambo ambalo pengine ingekuwa ngumu kwa kocha Emers kwa sababu ana uwezo wa kumfuatilia Frank Kassi anayecheza katika ligi kuu ya Saudi Arabia. Hata asipokuwa Saudi Arabia ana uwezo akafuatilia wachezaji wengine kina Ibrahim Sangare popote alipo duniani, kwa sababu anacheza katika ligi kuu ya England, inamwezesha kumfuatilia akiwa popote duniani. Sasa sifa zile za kuweza kufuatilia wachezaji popote duniani, kwa mtazamo wangu naona pia inasaidia kocha kufuatilia wachezaji wake katika ligi kuu kama ya Tanzania bara, kwa sababu nayo inaonekana kokote duniani ukihitaji, kama unavyoweza kuona ligi kuu ya England, unavyoweza kuona ligi kuu ya Saudi Arabia na ligi nyingine kubwa kubwa. Imechangia kwa kiasi kikubwa. Lakini ligi ukishaonekana alafu ndo nini? Maana wameonekana wengi, ni juu ya kile anachokionyesha Pacome Zouzoua. Uwezo wake katika kupokea mpira wa kwanza hauna shaka. Uwezo wake kukokota mipira hauna shaka. Kupiga mashuti, kulenga shabaha, kufunga, kutoa assist, vyote uko vizuri. Lakini kubwa zaidi Pacome Zouzoua, mbali na uwezo wa kuleta burudani ya macho pale panapohitajika kwenye kudribu mipira, kuikokota, lakini vile vile timu inapopoteza mpira katika majukumu ya kupigania mpira, kutafuta mpira baada ya kuupoteza, Pacome Zouzoua si miongoni mwa aina wachezaji wenye kipaji alafu wavivu pindi timu inapopoteza mpira. Pacome Zouzoua ni mpambanaji haswa. Atafanya tackling, atafanya clearances pale panapostahili, kwa maana kubutua mpira kutoka eneo hatarishi, atafanya interceptions, atafanya yote. Mikimbio yuko vizuri katika kuhakikisha anavuja jasho kupigania mpira unaopotea. Ni kwa sababu hii ndio maana haishangazi kuona ndani ya Yanga ambako kuna ushindani mkubwa wa nafasi, bado Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji wenye uhakika wa kucheza akiwa kwenye kiwango chake bora pamoja na utimamu wa kimwili. Mfano ni katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika, Yanga ikitoa ubingwa kwa mara ya 4 mfululizo. Yeye Pacome Zouzoua mechi 30 za ligi kuu alicheza mechi 26, kakosa mechi 4. Akacheza kwa dakika 1579 akiwa uwanjani kwenye majukumu ya kushambulia. Yeye kama kiungo ushambuliaji, mfumo wa Yanga baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji mmoja kinara. Yeye katika wale watatu Pacome ndipo hucheza. Anaweza kaonekana kwenye karatasi anatokea pembeni kushoto, lakini huwa anaingia ndani akawa nyuma mshambuliaji kinara. Anaweza katokea kulia akaenda kupiga cross au kuongeza mapana uwanja tunasema, au akakati kwa kuingia ndani kutokea upande wa kulia. Anaweza akatokea eneo la kati mwa uwanja akawa katika eneo ambalo wanapatikana kina Mudathi ya Bas Duke Abuya. Anaweza ukamkuta kwenye eneo wanalopatikana kina Izra Patiki Mwenda, eneo la kina Shadrack Sakaboka. Pacome uwanjani mule unamkuta katika maeneo mengi kulingana na mwenendo wa mechi. Matokeo yake ni nini? Alipiga mashuti 36 katika ligi kuu Tanzania bara, 24 yamelenga shabaha kati ya mashuti 36, halafu akafunga mabao 12. Yani katika mashuti 36 amepiga mabao 12. Unaweza kaona ni namna gani alivyokuwa
mfanisi katika kubadilisha nafasi kuwa mabao. Tunasema goal conversion rate. Ukipiga mashuti 36 ukafunga mabao 12, maana yake uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, goal conversion rate, ni 33.333 to infinity. Huyu ni Pedro Pacome Zouzoua. Lakini hiyo haitoshi. Alitoa assist, pass saidizi za mabao 10. Kwa hiyo alichangia mabao 22 kati ya mabao 83 aliyofunga Yanga. Hapa nimezungumzia mabao na assist. Sijazungumzia mchango mwingine wa Pacome, uwezo wa kuvuruga kabisa safu ya ulinzi ya timu pinzani kutokana na uwezo wake wa kupiga chenga. Lakini vile vile Pacome katika ligi kacheza faulo 20, ambayo inatokana na ile tabia yake ya kuwa miongoni mwa wale wanaopambana sana kuwania mpira. Yeye ni mchezaji wa ubunifu, lakini linapokuja swala kupigania mpira yupo tayari wakati mwingine kujitoa kafara, alimradi timu yake isikumbane na shambulizi lile la kujibu, counter attack. Sasa sifa hizi nimezitaja tu baadhi, kitaja na nidhamu, lakini pia rekodi nzuri ya utimamu, kwa sababu kama mtu anacheza mechi 26 kati ya 30, manake asumbuli mara kwa mara na majeraha. Lakini kuna video clips zinazunguka dunia nzima juu ya Pacome, namna anavyojifua mazoezini. Najua na wewe umepata kukutana nazo. Hata kuziona hizo mzee wa data. Ile nayo inashawishi pia kumuonyesha kocha kwamba huyu mwamba licha ufundi wake, lakini ni wa kujituma hasa. Ana malengo makubwa, anaweza kustahili. Lakini vile vile Pacome Zouzoua, Ivory Coast kwenye alishavuruga sana kwenye ligi kuu, wanamfahamu vizuri. Alikuwa mchezaji bora wa ligi kuu Ivory Coast, MVP kabla ya kuja nchini. Wakati akitwaa tuzo ya kuwa MVP, tuzo mojawapo ukiwa MVP ligi kuu Ivory Coast unapewa na gari kutoka taasisi ya Frank Cassie Foundation. Yeye alipewa gari, alipewa funguo za gari, alikabidhiwa na Frank Cassie Foundation, ambayo mkuu wake, mmiliki wake ni Frank Cassie, kiungo mwenzake walioitwa pamoja katika kikosi hiki ulichotoka kukielezea cha kocha Emers kwa ajili ya kwenda kucheza dhidi ya Shelisheli, dhidi ya Kenya kuwania kufuzu fainali za kombe la dunia 2026. Lakini mbali na maelezo haya, Babu Ali, watu wasichukulie poa. Hii ni sifa ya kipekee kwa ligi kuu yetu. Inaitangaza ligi kuu yetu kuonekana ni ligi bora sana, kwa sababu kama ulivyotoka kueleza, ndiye mchezaji pekee kati ya wale walioitwa katika kikosi cha kocha Emers, wachezaji 23. Yeye mmoja tu ndiye anayetoka Afrika, sio tu Tanzania. Afrika yupo yeye tu. Wengine wote wanatoka Ulaya na baadhi yao wanatoka Uarabuni, wanatoka katika nchi ya Saudi Arabia, ambako ligi kuu ya Saudi Arabia ndiko wanapatikana kina Sadio Mane, wanapatikana kina Karim Benzema, wanapatikana kina Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, ndiko wengine wamepatikana kule. Sasa kwa pamoja unagundua kuitwa kwake kuna ujumbe mkubwa sana juu ya uimara wa ligi yetu, lakini kwa Yanga ni heshima ya kipekee kuwa na mchezaji ambaye anajumuishwa katika kikosi kinachohusisha mastaa kutoka maeneo mbalimbali duniani, kwa Afrika mmoja katika uwakilishi kwenye kikosi hicho cha wachezaji wanaotoka nje ya bara la Afrika. Fikiria kwa mfano, walioitwa ni pamoja na Ibrahim Sangare, ni kiungo, na kutajia viungo 4 tu. Yaani katika kikosi cha wachezaji 23 kuna viungo 4. Hao 4 yupo Pacome Zouzoua, anatoka Yanga Tanzania au Young Africans. Lakini wenzake ni nani kwenye eneo la kiungo? Frank Cassie nimetoka kukutajia, mchezaji wa zamani wa Barcelona, hivi sasa yupo Saudi Arabia katika klabu ya Al Ahli, ambako analipwa mshahara kwa mwaka ni euro milioni 14, ambayo kwa mbadilishano wa leo wa fedha wa Benki Kuu ya Tanzania, euro moja ni shilingi 2884 na senti 86. Ukizungumzia mshahara ambao ni gross, mshahara ghafi kabla ya makato, anaopata Frank Cassie wa euro milioni 14, maana yake kwa fedha za Tanzania tunazungumzia kwa mbadilishano wa leo nilotoka kukutajia ni kwamba anapata mshahara bilioni 40 milioni 388 na shilingi 40 za Tanzania. Kumbuka ukiwa na nyingi sana hiyo. Nyingi kwa sababu ukiwa na bilioni 1 una uwezo wa kula kila siku 50,000 kwa miaka 54 na miezi 8 ndipo iishi. Sasa yeye analipwa mshahara bilioni 40 milioni 388 na shilingi 40. Kwa siku mzee wa data situmie 50,000. Utajua mwenyewe. Sasa ukiwa unatumia 50,000, ukiwa na pesa, ukiwa na bilioni 1 tu sio 40, unaishi miaka 54 na miezi 8. Hii nishawahi kueleza mara kadhaa kuonyesha kwamba ni fedha nyingi. Maana unaweka 1 afu unaweka 009 mpaka kidole kinauma, ndo bilioni 1. Sasa mwamba wa Frank Cassie anakula bilioni 40 plus. Ndio miongoni mwa viungo. Kiungo mwingine ni Ibrahim Sangare, anacheza Nottingham Forest inayoshiriki ligi kuu ya England. Kiungo mwingine, yani wenzake wa Pacome, ni pamoja na Fofana Seko, ambaye yeye anacheza Rennes inayoshiriki
ligi kuu ya Ufaransa, Ligue 1. Wenyewe wanatamka Haine. Wanavyoandika Kifaransa hicho. Anyway, tutamke tu hivi Kiingereza, Rennes ndo anaochezea huyo Fofana Seko, anacheza ligi kuu ya Ufaransa. Hao ndo wanaenda kuwa na Pacome katika kumfanya kocha Emery afikirie nani waanze kikosini. Sijakutajia maeneo mengine. Kwa ufupi, ni uchaguzi ambao unazidi kuifanya ligi kuu Tanzania bara iwe katika ramani za soka barani Afrika, mbali na ukweli kwamba pia ni miongoni mwa ligi 10 bora, ikiwa nafasi ya 5 kwa mujibu wa CAF, nafasi ya 4 nyakati kadhaa kwa mujibu wa shirikisho la kimataifa la historia ya mpira wa miguu na takwimu IFFHS. Lakini anatoka Yanga ambao ni klabu, wakati tukiingia msimu huu ilikuwa klabu namba 12 kwa ubora barani Afrika kwa vigezo vya CAF, lakini ndiko ambako Peodo Pacome Zouzoua anapatikana akiendelea kuwa bora. Uzuri wake ni kwamba atatangaza Tanzania, lakini kabla hujaniuliza athari zake zinaweza kuwa kwa kiwango anachokionyesha Pacome nilichotoka kukielezea, ambao hata katika msimu tayari ameshaanza kuonyesha cheche zake. Kafunga bao dhidi ya Simba, mechi zile za kirafiki kwa mfano walicheza dhidi ya Rayo Sports, alifunga bao, alitoa assist, na kumbushia tu baadhi ya cheche zake, amefanya mengi. Lakini anapokuwa na Ivory Coast akaonyesha kile anachoonyesha Yanga, ni habari njema kwa Yanga, habari njema kwa Watanzania ambao ni wazalendo kwa ligi kuu yetu. Tishio ni kwamba unacheza na timu ambayo wapo kina Frank Kasi, kina Ibrahim Sangare, kina Fofana Seko, kuna uwezekano wakakutolea macho wengine wakikuona. Timu kama kadhaa za kule Saudi Arabia unaweza kashangaa mara zinapiga mlango kwa Yanga. Ni habari njema pia kwa sababu kama Yanga watakubali kumuuza, Yanga wagumu, manake watakuwa wameingiza fedha nyingi, lakini burudani ya Pacome Zouzoua inaweza kukosekana. Wakipigiwa hodi kutoka huko England na ligi nyingine, kwa kiwango hiki anachokionyesha Yanga akakionyesha katika timu ya taifa, inaweza kajenga ushawishi chanya kwake, chanya kwa Yanga, itaingiza mpunga hasi kwa mashabiki ambao wao hawajui mambo ya pesa, wanachotaka kuona burudani kutoka kwa Peodo Pacome Zouzoua. Sasa hivi mgongoni ana nambari 10, kichwani hajaacha vibrich fulani hivi. Mzee Data, najua umewataja kina Sangare au kina KC, watazamaji wangu watakuwa wanajiuliza maswali kichwani. Kwa hizi CV za wachezaji wataja, Pacome atacheza kweli? Hapo ndo mtihani ulipo, lakini kama mwalimu amemwita kwenye nafasi hizo hizo, yeye ndo anayejua anafanya nini. Lakini kimsingi kwa kiwango cha Pacome, kwa mechi anaenda kucheza dhidi ya visiwa vya Shelisheli, dhidi ya Kenya, Pacome kwa nini asipate nafasi ya kucheza? Isipokuwa tu tishio ndo hilo kutoka kulieleza. Hivi unaweza kumleta Frank Kasi analipwa bilioni 40 milioni 388 na 40 kutoka kueleza kutoka Saudi Arabia ili awe benchi tu, lakini Ibrahim Sangare atoke katika ligi kuu ya England EPL akae benchi tu, lakini Fofana Seko atoke katika Ligue 1 ligi kuu ya Ufaransa akae benchi tu. Hapo pana ushindani. Yeye ni mkali, lakini huu wasifu wa wachezaji wenzake unaweza kuwatishia kupata nafasi, lakini akipata nafasi anao uwezo kuonyesha ubora wake, na ninaamini hilo linawezekana kwa sababu kwa nini kocha amemuita? Ingekuwa vipi asingemuita? Kwa sababu hapo viungo wengine bora wa Ivory Coast wanaocheza pia nje Ivory Coast, nje Afrika, wanaubonda vizuri, lakini wakupata fursa hii kwa sababu ameridhika na kile anachokionyesha Peodo Pacome Zouzoua kuweza kupeperusha vyema bendera ya taifa la Ivory Coast katika safari yao kuelekea kombe la dunia 2026. Sasa anacheza achezi ni maamuzi ya kocha, lakini alimradi amemuita, maana yake ana kila sababu ya kupata haki sawa kama walivyo wachezaji wengine katika kucheza. Sawa, hata mimi nikushukuru sana. Bila shaka watazamaji wangu wameweza kuelewa vizuri kabisa. Shukrani jazilan. Yes, Mzee wa Data, tulikuwa tukiongea kuhusu Pacome kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast, na umesikia Mzee wa Data kieleza yale majina makubwa ambayo anacheza nafasi hiyo ya Pacome Zouzoua, na vile ambavyo Pacome kama akipata nafasi akaonyesha uwezo wake, basi inaweza kuwa fahari pia kwa Young Africans, lakini kuitwa kwake tu ni fahari kwa ligi kuu soka Tanzania bara kwa kuitwa kwenye kikosi hiki, kwa sababu ni mchezaji pekee ambaye kutoka hapa Afrika ameitwa kwenye kikosi hiko cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Subscribe YouTube channel yetu, tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii, na udhamini mkubwa tunapewa na J&R Mtita Unisex Saloon ambao tunapatikana maeneo mbalimbali Dar es Salaam. Tunapatikana Buguruni Rozana mkabala na kote za polisi, pia tupo Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika. Pia tunapatikana pale Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni, na kwa Kigamboni tunapatikana Mikwambe Maliasili Kigamboni, Kibada shule pale mkabala na shule ya msingi Kibada Kigamboni pia, na Tuangoma pale kwa Sako. Tembelea Instagram kupitia
@officialgrmtita_unisex. Naitwa Babu Ali, nyuma ya kamera kwa mwenzangu ambaye anaitwa AP Classic. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.